pia ni mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Temeke. Mzee Marinyi, kwema? Kwema, habari za leo? Mungu asaidie. Habari za kipindi kifupi, maka tulikutana mjini kule na sasa tumerudi huko. Tuanze hapa Mzee Marinyi, haswa kubwa kwa washabiki wa Simba Sport Club mpaka sasa hivi ni juu ya uongozi wa Simba Sport Club. Pengine nyie kama wanachama hai, kuna nini kinachoendelea ndani ya uongozi wa Simba Sport Club? Manake tumeona kuna matukio ambayo yalikuwa yanaendelea na tukaona pia baada ya mchezo kuna vitu vilikuwa vinaendelea, hususan kwa mwenyekiti wenu. Ni kweli kwa sababu mashabiki wengi na wanachama wa mpira duniani wote tunataka matokeo, sio kuferi matokeo. Japo mpira tunasema na mambo matatu: kushinda, suluhu, kufungwa. Lolote linaweza kutokea kwenye mpira au kwenye mchezo husika, lakini yakizidi sana lazima watu wapanic. Kama hivi sasa hivi watu wamepanic sana, wanampanikia mwenyekiti Murtaza Mangungu kwamba aachie ngazi, ajiuzuru. Lakini sasa hivi tuseme ajiuzuru kwa sababu muda wake umekwisha Januari 22. Tayari umekwisha. Kwa hiyo atoke. Kabisa tayari muda wake umekwisha. Aitishe tu uchaguzi mara moja. Aitishe uchaguzi mara moja ili kuepusha kero hizi. Ukiangalia Simba ndani ya miaka 5 sasa alishika mmoja ule wa Swedi Mkwabi, aligombana na Mkamia, kachukua hii 4, 5. Hatuna hii 5 inamtosha. Hatuna mafanikio yale makubwa sana. Japo wengine wanasema walifika finali. Kufika finali si tatizo. Lakini ovu moja linavunja mabaya yote. Hata kama ulifanya mabaya, hata kama ulifanya mema 1000. Ovu lake ni lipi? La kwanza kufungwa na Yanga. Narudia. Na kwa sababu hiyo alitembea kwenye ilani yake kwamba nitawafunga Yanga. Tulichukulia kutokana na kabila analotoka yeye. Analotoka yeye. Anatoka kusini Kilwa. Kila mtu alituaminisha. Hata mimi mwenyewe aliniaminisha kwamba sasa tunakwenda kupata mtu. Hata mchana kweupe. Mtu kweli. Mtu hata mchana kweupe ukamwambia bwana. Tunataka ishughuli kaifanyie pale Yanga mapema, umevaa boxer. Anaweza mtu kusini. Lakini kumbe ameshindwa. La pili kwamba kurudisha umoja ndani ya klabu. Lakini ndiye amekuja kuleta mpasuko mkubwa ndani ya klabu. Matawi yamevurugana, wilaya zimevurugana, wilaya na matawi zimevurugana, hakuna kitu huko. Watu wamesusiana hata kucheza mechi. Hilo. Yeye ameshindwa kuzuia. La pili hilo. La tatu ilikuwa swala la uwekezaji. Tulijiaminisha kwa sababu ya uwekezaji. Ile mtu amekuwa mbunge, alafu yuko kwenye system akiwa karibu na waziri mkuu mstaafu, tukajua litawezekana. Lakini ndio limekuwa gumu. Swala la uwekezaji. Yaani limekuwa gumu, pengine hata tajiri ndio tukamkosa kama tutamrudisha pesa yake. Tutamkosa. Kwa sababu tayari na yeye naona alishamfika hapa tayari. Kwa sababu anaona alikwenda kizungumkuti. Nyuma mbele nyuma. Sasa watu wenye pesa watakagi buguza. Sawa? Timu inafanya vibaya. Ushalewa? Timu inafanya vibaya. Lakini mtu mwingine ukimwambia sema kwa sababu zungumzia Simba alifika finali ya Berkane, hatutaki kulizungumzia hilo. Tunataka mema, lile lishapita. Lile la Berkane lishapita. Ukisema ujivunie sana hata Azim Deu yangejivunia. Simba ilifanya vizuri sana miaka ile. Lakini ilipofika finali alipofanya makosa finali. Lakini alifika finali. Lakini tukamkataa wakati ule. Hata sasa hivi yuko Simba Azim Deuji, lakini bado mioyo yetu haikuwa kipenzi sana kama pale mwanzo tulivyompenda baada ya finali kosa kombe. Hata leo unatuhamisha kwa sababu fika finali. Kwani Mzee Marinyi Mangungu akiondoka Simba Sport kuja jingine kwamba alisema kwenye ilani yake atahakikisha anasajili wanachama wapya, kuongeza wanachama. Lakini mpaka leo na bado mpaka leo Simba haina mkurugenzi wa wanachama. Unaenda kumweka mzee Kisiwa, anasinzia tu pale club, anasinzia tu. Yule anasinzia tu, akipewa 200 bwana usajili wanachama anatulia na kunywa chai yake hawa. Kwa sababu alikuwa mchezaji wa zamani wa Simba. Ana faida gani Kisiwa pale sasa hivi? Hana faida. Baada ya kuajiri mkurugenzi msomi wa wanachama, atafanya kazi kwa weledi. Tunaambiwa tu mkurugenzi kaajiriwa, atatangazwa. Ni bla bla tu. Siku ile kwenye mkutano mmemsikia wenyewe. Kaongea tarehe 5, kadi zitaanza kutoka leo lini? Leo tarehe 3 leo. Mwezi wa pili. Mwezi mmoja na siku kadhaa hiyo sasa. Hakuna kadi, hakuna nini. Ukiuliza unasema sasa hivi tunauliza tunaambiwa sijui serikali wameleta barua, kuna muongozo fulani. Serikali waleta barua ya nini? Kwenye kusajili wanachama wetu. Sisi tunasajili wanachama kikatiba. Serikali inatuingilia kusajili wanachama. Labda wanasubiria muongozo. Muongozo wa nini? Muongozo wa nini? Kwenye kusajili wanachama kuna muongozo? Huko kwenye vyama vya siasa kuna muongozo, watu wanapewa kadi. Kwani katiba ya Simba inasemaje kwenye kusajili wanachama? Katiba ya Simba inasemekana utakuwa mwanachama halali pale utakapolipia ada zako kikamilifu. Wewe ni mwanachama halali.
utakuwa mwanachama halali pale utakapokuwa umekidhi vigezo vyote vilivyotoa maelekezo kwenye fomu ya klabu ya Simba na kupitishwa na tawi. Sawa sawa. Tawi wilaya itaenda, utajadiliwa, itapeleka makao makuu. Wewe utapewa kadi ukiwa umekidhi vigezo vyote vilivyotaka ukidhi kwenye fomu yako na kupitishwa kwenye tawi na wilaya. Sasa unataka maelekezo gani tena? Au kuna katiba imebadilika tena? Ndio nauliza maelekezo gani hilo? Kwa hiyo watu, kwa sababu Simba haina matokeo, Simba kama safari imeferi, hatukatai kutokwenda robo, lakini basi tungekuwa na pointi 5 inaonyesha leo Simba klabu ya 5 Tanzania, klabu ya 5 Afrika kwa ubora leo ina pointi 1. Safari hii tulikuwa katika kundi bovu, tulilopangwa nalo ni hili hapa. Kundi rahisi. Tumepangwa na timu mbili, zimebakia majina tu. Petro Atletico sio ile iliyocheza miaka 5 nyuma au 4 kama tulivyokuwa tunawini sisi wakati ule. Na yeye alikuwa wa moto. Sasa hivi imebakia nyanya, lakini kuja kutufunga. Sawa. Experience unaiona ile imeoza kabisa ile pale Experience. Sio ile kwa kuchukua ubingwa. Tulikuwa tunashinda mechi zote mbili za Experience, tunawafunga Stade Marine, tunawafunga Atletico. Sasa hivi tulikuwa hatuna wasiwasi. Sisi tushajihakikishia kwenda. Lakini leo tumeshakata tamaa, tunasema sasa tunasindikiza kundi tu. Tunasubiri tumalize tu mechi basi. Ila Mzee hapo nataka nikuulize swali, manake Simba kuna kamati ya usajili ambayo ipo, na kama Mangungu asilimia kubwa yeye ana play part yake ni kwenye kumanage baadhi ya vitu, ila Simba kuna kamati ya usajili ambayo ipo ndio ina mamlaka makubwa ya kusajili. Pengine huelewi tu, lakini mimi nitakwambia ukweli. Akikwepa kuhusu hapo ni muongo. Ni muongo. Yupo yeye anahusika kwenye usajili, hata kwa wachezaji wengine yeye amehusika kuwafuata. Atoke kwamba ajiuzuru, na sasa kujiuzuru tunatisha tu mkutano mkuu uchaguzi. Muda wake sababu umekwisha. Ili mpaka alipofikia hapa. Ili aondoke salama. Kwa sababu sasa hivi usalama wake mdogo. Kama unavyoona siku ile, maka watu walikuwa wanazungumza tu, wanaongea tu, anabishana nao, sasa hiyo kwenye simu. Kama juzi imefikia watu mbele ya polisi. Bado watu wanakuvaa maungoni, wanapigana. Tayari ameshaharibikiwa kiakili. Ameshaharibikiwa kisaikolojia, akili, moyo. Shindwa kwa hata huyu hapa anayelinda amani. Huyu tumemkabidhi kulinda amani na Gwanda. Mimi sijali lolote kalotokea, fine. Kwa sababu waliokuwa kule Sege waliokuwa magerezani hawajafa. Tutakwenda tutaishi wote na tutatoka. Ogopa kaka. Sasa nataka yeye ajitathmini. Mimi nilitegemea pengine jana kabla ya kuondoka kwenda Ujerumani. Pengine kwanza alikuwa anajiuzuru. Kumbe Ujerumani anakula maisha. Nataka kaondoka jana kwenda Ujerumani. Pengine kutuliza akili kidogo. Pengine kwenda kutibiwa sio, pengine ngumi zilikuwa nyingi zile. Unasikia baba, pengine kwenda kutibiwa huwezi jua. Madaktari wapi na mke mtu alipiga mkwenzi jua hapa. Sasa huwezi jua pengine unataka kuna internal drainage. Ila na yeye mwenyewe Mzee Malinyi anahoji why kila siku yeye Simba sio ya kwake. Sasa kama Simba sio ya kwake achia. Yeye yuko pale, nyie si ndio mmemweka? Kama Simba sio ya kwako si unaachia? Yeye si ndio mmemweka? Ngangania pale, kama Simba sio ya kwako nenda ngangania. Simba sio ya kwako? Kwa nini unangangania? Yeye kakaa kikatiba pale. Wewe mpangaji umepanga nyumba ya mtu anakuambia uondoke. Nyumba hii sio yangu, sawa? Si uondoke. Sipo katiba pale paka ni chafu, sawa, si uondoke. Nyumba yangu si chafu, ondoka. Unangangania tu, mimi siondoke. Yeye ameshasema watu hawakutaki. Wale kuweka kikatiba ndio wanakuambia sasa tukutaki. Wale kuweka kikatiba ndio wanakuambia sasa tukutaki. Kwa hiyo wengi wapi? Wasikilize wengi. Kwa sababu bado hata kwenye katiba kujiuzuru ni haki ya msingi ya kiongozi. Imo hiyo. Kujiuzuru. Unaruhusiwa kujiuzuru. Unaruhusiwa kujiuzuru. Sawa, kwa amani na utulivu. Ili kuleta amani na utulivu ndani ya klabu. Haisemi kwamba kujiuzuru ni kosa. Hakuna sema alipoandika kujiuzuru kosa, hapana. Ni kulinda legacy yako, ni kulinda heshima yako. Sasa kwa mfano kama juzi, kile kitendo cha juzi fujo kama zile. Kwa heshima yake. Siamini kama Mangungu ana njaa sana kubaki Simba. Uamini kama Mangungu ana njaa ya kubaki Simba, kung'ang'ania Simba pengine kwa sababu ya kula? Hapana. Ana mapenzi na timu. Ana mapenzi. Hapana, Mangungu ana maisha mazuri tu. Sasa ya nini azidi kuzalilika? Ya nini azidi kuzalilika? Anasema hao watu wanatumwa. Ndicho hicho sasa. Hata kama wanatumwa, ukishaona watu wanatumwa, mwisho wake inakuwa nini? Kama watu wanatumwa, mwisho wake itakuwa nini? Mwisho atafanikiwa. Ndio nakwambia mwisho atafanikiwa. Juzi kama watu wamekabiliana naye live. Makelele walikuwa wanaongea kwenye simu, wanatukana na pengine yuko kapita kule, yuko kapita kule. Lakini juzi ile mbele ya aliyevaa gwanda yuko pale, aliyokabidhiwa. Sawa, kusimamia amani. Yuko pale. Mtu kasukumana na watu wamesukumana na magwanda, wamekwenda wamekabiliana na yeye. Sasa uone kama hiyo ni hatari. Huko mtaani unatembeaje? Mimi hofu yangu tu ni mshauri au ndugu zake. Sawa? Au shemeji yetu amshauri ndugu yetu jiuzuru. Achana na kitu, una familia, una watoto. Wanapokuta mama mkunjwa shati, mwingine kaja kupiga ngumi, watoto wako wanaweka nini gani?
legacy yake ni kubwa. Na nafikiri ni mjumbe wa misikiti mikubwa hapa mitano hapa Dar es Salaam. Kumbe ni mjumbe? Ni mjumbe wa misikiti mikubwa mitano hapa Dar es Salaam, ikiwepo msikiti wa Mamuru, ule wa Kitumbini, mwingine siyo nini, siyo ule wa Magomeni Kichangani, misikiti mitano mjumbe. Sasa kulinda heshima ya Waislamu, kujilinda na heshima yake na familia yake, basi ajiuzulu tu. Ajiuzulu tu. Kama unavyokuta Mo alipotoa chapisho jana kwamba nilipeni pesa zangu niachane na Simba yenu. Makasho na keleko, acha Simba sawa. Nipeni changu mimi. Naweza kumlipa fedha zake. Ndicho hicho sasa. Mnandi umemuuliza hilo? Ukimwona Mnandi naye muulize. Mnandi naye muulize utamlipa Mo 87 zake. Au timu iuzwe. Utamuuliza, unamuulizaga swali hilo Mnandi, mdogo wangu Mnandi. Muulize basi swali hilo atajibu. Kwa wewe Samalini. Atanijibia hilo Mnandi atanijibia. Malinyi nijibu. Mdogo wangu Mnandi atanijibia. Au timu iuzwe kama alivyokuwa anasema KMZ Wanda. KMZ Wanda akasema timu iuzwe tu. Na tanunua. Kwa staili Mo atanunua. Unafika kikufisha mahakamani. Hapa yeye ana test tu. Akisema kiamua, yeye anadili na logo. Deal nayo. Yeye anakwenda kudili na logo. Hadili na mimi. Malinyi wala hadili na Mangungu wala hadili siyo na Masudi wala hadili siyo pengine na Kabulu wala hadili siyo na Hassan Hasano. Anakwenda kudili na logo. Ndio anayojua yeye. Tunafikishana mahakamani. Akifika mahakamani, mahakama itatoa kitu kimoja tu. Tuache ule kujidanganya tu. Tumesema vilabu hivi basi Simba na Yanga vile vya wananchi. Mahakama haina hiyo. Mahakama itafuata sheria. Itanyosha. Ikinyoka hajachukua timu yake. Amechukua ameondoka nayo. Sasa tuwe wastahimilivu. Tulitaka tuwe wastahimilivu, tuwe tuna busara. Tuone Mo alikuja Simba 2003, akaondoka 2005. Akaona zake zinaliwa. Akaja 2007, akapiga akaondoka. Tukamrudisha hata 11, 12 sijui. Hii sasa tukaenda kusema kwamba na yeye akasema na mimi sana nataka tuwekeane mikataba, tuanze uwekezaji ili hela zangu nizilinde, zisipotee. Inasemekana naye anazuia baadhi ya madili yakija Simba Sport Club. Kuna hiyo issue ya uwekezaji. Tajiri kama naye anabana hivi. Dili gani alilozuia? Madili anakuja mengi inavyosemekana za ndani, tajiri anabana. Dili gani alizozuia? Uwekezaji hizo. Sikiliza, kuna vitu vinafanyika hapa, propaganda zinakuwa nyingi. Propaganda nyingi. Kwa mfano hapa katikati zilizuka, sio Mo anaondoka, Fulwede atakule ulani sio ulani Fulwede. Fulwede anaitwa. Anataka sio kuleta kuja kuchukua Simba na nini? Yule bwana alivumilia, mwisho akajibu kwamba hili linatoka wapi la kusema kwamba Fulwede anakuja kuwa mwekezaji. Mbona Fulwede alikuja akasema yeye atakakuwa mdhamini kama Jerry Uti. Tukamwambia lipa bilioni 6 kwa mwaka, akakataa. Tukashusha bilioni 4 tukaona tukamshushia mpaka bilioni 2. Yeye mwenyewe kwa kauli yake anasema kule Dubai anakaa na CEO wa Fulwede, nyumba jirani hivi na hivi, gorofa hii na hii. Alimfuata wakafanya mazungumzo. Akamwambiaje? Fulwede hawana interest na vilabu vya michezo. Wao wanawekeza sana kwenye makampuni. Wanawekeza sana kwenye makampuni. Baada ya kuambiwa vile, Mohamed anasema aliishiwa nguvu kwamba akajua idili tena hapa alipo. Wakamaliza mazungumzo, Mohamed akaondoka. Sasa inakuwaje leo tena utasema anataka kuja kumuondoa Mo achukue? Wewe vipi? Umelisikia tena nenda tangu alipochapisha picha ile likaisha. Sasa hii ni wahuni wa Friends of Simba. Wahuni wa Friends of Simba ndio wanaochangia yote haya. Na hata matatizo yote Mangungu wanamuingiza wao Friends of Simba. Kwa sababu wamemshawishi kufanya hivi ili kumchokochokua Mo. Friends of Simba amekubali kuingia kwenye mtego wa wahuni. Kumbe kanasa kwenye mtego wa kanasa. Wamemwekea mtego kanasa. Wao wamekaa pembeni sasa, kuna mwacha yeye na wanachama sasa. Inabidi alipie sasa. Yeye na wanachama sasa ndio hapo sasa. Yeye na wanachama. Sawa. Mohamed Mo. Mohamed Dewji. Unaona bwana? Mohamed Dewji. Kama wana Simba tungetaka busara. Viongozi wetu wachagua wakawa na busara, wangekaa kwenye bodi. Jamani sawa. Tusikilize mapendekezo kwanza ya mfadhili ya huyu mwekezaji. Bwana mwekezaji, serikali imetuambia na taratibu ziko hizo za wawekezaji wawe watatu. Tunataka kusikia na wewe kwa mapendekezo kabla ya kufanya maamuzi. Tunataka kusikia mapendekezo yako. Unataka iweje? Wawekezaji tutangaze sisi waje au wewe mwenyewe utafuta wawekezaji unaowajua wewe ndio kufanya nao biashara wa Marekani, Ujerumani wapi? Sisi tunakupa go ahead hiyo. Tafuteni nyinyi. Sawa, sisi tunatafuta. Hapana, mimi nitaleta wa kwangu. Sawa? Waje wao wawekezaji wawili tuwe watatu ambao tutakubaliana nao na nitakaoendana nao. It's okay. Wamekuja masharti yetu si haya, katiba inasema hivi, sawa. Mmekizi vigezo, tutawapitisha. Sawa? Na sasa tunawapitisha, tunakwenda. Mohamed Mo utauza 19 katika bidhaa zako, uza 19. Sisi tunauza 20.
Tunabakia na ngapi? Na 31. Tuko sawa na serikali. Yeye anabaki na ngapi? Na 30. Hizi 19 na hii inakuwa 39. Utagawa kwa 2. Sawa? Nafikiri kila mtu atapata hapa ngapi? Atapata 17 18. 17 au 18. Au 19 hivi. Nadondokea humo. 19 nafikiri. Maka bado Mo atakuwa yuko juu na sisi bado tuko juu na ile moja. 31. Shughuli imekwenda. Wanakosaje ubunifu huo? Tunakwenda kutengeneza bifu tu ya kugombana. Anguko hilo hapo tunalipata sasa. Maka tajiri katulia. Watu wanasema ni aibu. Ni aibu kubwa. Nadhalilika mzee Malinyi. Simba tunakwenda kwenye anguko. Ili ni anguko. Ili ni anguko. Sasa kama watu wanaona klabu yao inakwenda kwenye anguko, na wakati watu tulikuwa tunapanda juu, wataanza kupiga kelele. Na anguko hili likiwa chini ya uongozi wako wewe. Sawa? Chini ya uongozi wako wewe. Ushaelewa? Anguko hili chini ya uongozi wako wewe. Mwekezaji tulimwambia badilisha bodi yake, akabadilisha. Sisi tulimwambia pa jiuzuru, amekaa hapa, bodi yake imekwisha. Aondoke. Atupishe, tuwaweke watu wengine. Sasa tukiweka watu wengine, tutamwambia mwekezaji, tunakwenda kwenye hilo. Umekubali? Sijakubali. Mimi sijakubali, sema mwenyewe kama unaondoka mwenyewe. Sisi hatukufunga, mtu umekupa hiyo option hiyo. Sawa? Sasa basi, na sisi tunakwambia tunachotaka kwenye bodi yako, usiturudishie watu wale wale. Kwa sababu wao unawarudisha ni wale Friends of Simba. Leo umemtoa huyu, kesho umemweka. Ni wale wale kwa kwenye Friends of Simba. Toa kabisa hawa. Waondoke wote. Tafuta watu wapya kabisa ambao hawakuhusika na uongozi wa Simba miaka hiyo. Na wala hawakuwa kwenye ushirika wa Friends of Simba. Weka hapo, mpira uchezwe. Mzee Malinyi, kutokana na muda mimi nikushukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Asante.